Ni mpaka pale nilimuona Fadlu tayari mbinu zake hazifanyi kazi. Yaani yule kocha wa Mashujaa alimbana Fadlu kimbinu. Yaani pale kuna wachezaji wanacheza chini ya kiwango kwa sababu watu walikuwa hawana hela. Leo nimefika kwenye ofisi ya Mchome, shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba ambaye anaandamwa na mishale mingi kweli kweli. Tumekuja hapa kuzungumza mambo yanayohusu kabumbu, lakini pia tumeona baada ya kipindi kirefu sana Simba amerejea katika ligi kuu soka Tanzania bara na jana amecheza dhidi ya Mashujaa na kupata ushindi wa mabao 2-1. Kwa upande wake tathmini yake ya mchezo wa siku ya jana, lakini pia tutakwenda kutazama mchezo unaofuata dhidi ya JKT Tanzania. Je, anaiona safari ya Simba kwenye kutoa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara ama Yanga bado ana nafasi ya kutoa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara? Kwanza ulikuwa ni mchezo mgumu, yani mpaka pale nilimuona Fadlu tayari mbinu zake hazifanyi kazi. Yani yule kocha wa Mashujaa alimbana Fadlu kimbinu. Sio, unanielewa? Yani Mashujaa walitubana. Yani palikuwa hakuna njia yeyote ya kupata goli hata la offside without refa kuingilia kati. Kwa unamwona Fadlu mbinu zake, approach ya mechi, wachezaji walioanza nao, game plan yake haikufanya kazi kabisa. Yani zero katika mchezo wa jana. Kwa hiyo jana Mashujaa ndio walikuwa wanamoneti mchezo, wanaamua kwamba tushambulie kwa muda gani, tuzuie kwa muda gani, tuchezaje. Lakini kutokana na zangasema kwa mimi kwa nilichokiona, Kefa Kayombo hajafanya yale maamuzi kibahati mbaya. Yani Kefa Kayombo ni, unajua direfa unapewa kuchezesha mchezo mkubwa kama wa Simba na Mashujaa, always unajua kabisa hii ni ngumu kumeza. Lazima uwe ni refa mwenye CV kubwa, refa mwenye uhakika wa maamuzi unayoyafanya, sio, unanielewa? Kwa hiyo ukizingatia yale maamuzi yalotokea, mimi naamini kwa 100%, hata ukijumlisha 100 zingine zile 200, Kefa Kayombo alikuwa anaelewa anachokifanya. Kwa mantiki unasema anaelewa anachokifanya, maana yake kwamba kuna bahasha imetembezwa kwa Kefa Kayombo au ni ana mapenzi na Simba? Yani in case of bahasha sina ushahidi, siwezi kulizungumzia hilo swala, lakini Kefa Kayombo yale maamuzi sio ya bahati mbaya. Kwa sababu unagundua kabisa yule ni refa ambaye anatufeva sana mechi nyingi. Yani ukiangalia mechi alizochezesha Kefa Kayombo, lazima Simba apate penalti, na ni penalti ambayo inaenda kuamua matokeo. Hiyo moja. Mbili, tukirudi kwenye mchezo wa jana, Kefa Kayombo alikuwa serious sana, unaelewa? Filimbi zilikuwa nyingi upande wa Mashujaa, unaona faulo nyingi za nje ya box. Unajua, sikiza kwambie, sisi Simba tuna wachezaji ambao penalti faulo hawafanyi kosa. Na ndio kipaumbele chetu sana kwenye mechi. Ukiangalia mechi nyingi ambazo tumeshinda ni penalti na faulo. Sasa mpiga faulo ni Jean Charles Ahoua. Na Jean Charles Ahoua kwenye mpango wa mwalimu jana hakuepo kwa sababu Mashujaa wanacheza game ngumu. Na ukizingatia tuna mechi ngumu ya bingwa wa Morocco kaka. Tunamzungumzia RS Berkane. Yes. Bingwa wa Morocco. Yaani ni aina ya timu ambayo shirikisho liangukia bahati mbaya. Tuna mechi naye. Kwa hiyo Fadlu lazima silaha zake azilinde. Sasa unazilinda alafu una mchezo tight kama wa Mashujaa. Unakuja kugundua pale lazima uombe Mungu kwamba aliyepo pale anayetafsiri sheria 17 akusaidie. Kwa mantikio umezungumzia kwamba mchezo FC Berkane ni mgumu wa fainali ya shirikisho. Kupitia mchezo huo mgumu wa fainali ya shirikisho, au ioni Simba ikienda kuchukua ubingwa katika michezo iliyosalia? Maana yake Interval na Yanga kama wote wakipata matokeo kabla ya kwenda kwenye dabi, wakicheza dabi, inakuwa unaangalia tofauti wa magoli kama hivyo, au kwenye mchezo wa dabi unaweza kaamua pia bingwa. Unamwona Simba akienda kuchukua ubingwa wa ligi wa shirikisho? Wa ligi. Bingwa wa ligi ni Yanga. Kwa nini unampa Yanga kati bado ana michezo, Simba na michezo? Yani unajua Yanga unaangalia consistency yake, unaangalia wachezaji, unaangalia performance anayoionyesha kwenye kila mchezo, sio, unanielewa? Alafu unaangalia na ugumu wa mechi zilizobaki. Unajua aina ya mechi alizobaki nazo Yanga, huoni kabisa kwamba kuna timu yenye uwezo wa kumzuia. Yanga kabakisha na Namungo. Yanga kabakisha na Prison ambao mechi ambazo wenyewe wanaamini wanacheza. Alafu kuna nani JKT nani hapo anacheza naye kwa Mkapa. Dodoma Jiji. Sasa ni aina ya game ambayo sioni Dodoma Jiji akimzuia na Mungu wala Prison, kwa sababu Yanga yuko vizuri, hana majeraha, na wachezaji wake kama unavyojua Yanga akiwa anakaribia mwisho wa msimu, wachezaji wanaonyeshaga performance kwa sababu Yanga hana muda wa kumvumilia mtu. Ukiwa low bet wanakupigia chini, hawana muda wa kukuvumilia. Kwa hiyo wachezaji wao watatamani waonyeshe performance, na kipindi wao wanapambana ndio timu inapata matokeo. Na kwenye mechi hizi 3 ambazo Yanga wanazosema wanacheza, sijaona timu ya kumzuia. Kwa mimi I believe
Yanga atakuwa bingwa. Sisi bado tunachuchumia, lakini bado unaona kuna game tough mbili tunazo. Singida ni mgumu kaka. Tukubali tukatae. Yaani Mashujaa vile Singida so yule. Singida ana Soa, ana Sejipoku, ana Elvis Rupia, ana Maruf Chakei, ana Athabada. Hao ni wachezaji ambao Jangwani na Kariakoo First 11 wanapata. Lakini hapo Singida ana SportPesa pia. Na ana SportPesa, ana GSM kaka. Hapo kuna bonus ya milioni 500. Kumbe hili nasemalo lipo bonus zipo sana. Yaani Mashujaa alitiwa 100 pale. Yaani zipo. Yanga kaenda kucheza na Tabora akawekewa bonus Tabora shingapi. Yaani swala la bonus lipo. Mchezo dhidi ya JKT utakuwa ni mchezo namna gani kwa nyinyi Simba? Mchezo unaofuata ni JKT katika uwanja wa Meja Isamunyo. Yaani mauzauza kwa sababu Simba tubakisha vipolo vigumu. Wewe ni tafu bini tafu. Sio unanielewa? Tafu bini tafu kwa sababu una mazaje na Isamunyo una KMC. Na Tabora. KMC amekupeleka Tabora. Unatoka Tabora una RS Berkane. Yaani hakuna pa kupumzika na ukizingatia tuna finali unajua. Na ratiba ndo ziko tayari, inabidi mwezi huu wa 5 ligi ishe. Sio unanisoma. Kwa lazima vipolo vichezwe na kwa General Isamunyo shamba la mpunga lile. Mvua ikinyesha ni shamba la mpunga. Na kama unavyojua hali ya hewa sasa hivi, mvua muda wowote. Na maana mvua pale ikinyesha ile pichi, yani mpira hautembei kama sehemu zingine. Hiyo moja. Mbili, ukiangalia mfungano wa pointi wa JKT na hizi timu za chini. JKT akipoteza mechi 2 kunawezekana kaenda kucheza playoff. Alafu 3, Jemedari ndo CEO wa ile timu Kazumari watu wote Tanzania tunaamini ana vinasaba na Simba kwa sababu ni msemaji anaiwekea gadi sana Simba kwenye media na kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo Kazumari sasa shida itakayokuwepo kwamba Kazumari atatamani timu yake icheze ili kukataa ule uteja wa kuambiwa kwamba yeye anahusika sana na klabu ya Simba. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ambayo ngumu, mechi yenye mbinu nyingi, yani mechi ambayo kwa kweli tuna wakati mgumu. Umezungumzia Jemedari Saidi Kazumari kwamba ana vina fulani na Simba. Kwa mantiki hiyo kwamba kupitia yeye anaweza kaifanya mchezo wa JKT Tanzania kwa mwepesi. Sasa kutokana na hilo sasa pia anaweza akafanya mchezo wa Simba kwa mgumu at the same time. Nakupa mfano kidogo. Jemedari ndo katoa barua ya kasi na Yanga. Na hizi barua walitumia watu wawili, na I think walitumia watu wawili ni Yanga na bodi ya ligi au TFF. Yeye kaitoa wapi? Na original copy. Na soga kupiga picha ile. Lakini kumbuka Jemedari ni mwandishi wa habari. Kaitoa wapi? Mwandishi wa habari kazi yake ni kupapasa. Kwa hiyo ina maana amehack mfumo wa TFF. Mwandishi unatafuta vyanzo mbalimbali kupata taarifa. Taarifa ambayo niliamini kama yeye mwandishi aitoe ni ile taarifa ya kusema jamani Yanga wameshindwa, nimepata za ndani. So original copy. Ina maana original copy ile kuna mtu amedownload akamtumia. Amedownload akawatumia. Kwa sababu ile sio picha kusema imepigwa, ile imedownloadiwa au kasi wamemtumia Jemedari. Kwa hiyo sasa kutokana na hivyo vinasaba ambavyo anajua kabisa JKT kifungwa kuna 90% nikaonekana mimi nimeuza mechi. Kwa hiyo inaweza kapelekea pia mechi kuwa ngumu. Kwa kuna pande mbili, yote yanawezekana mechi kuwa nyepesi. Kama ikiwa nyepesi itakuwa nyepesi sana. Na kama ikiwa ngumu itakuwa ngumu sana. Mchome, tukimalizia kuna hizi taarifa kwamba kuna baadhi watu wanasema kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao unatumika kwa upande wa Yanga, ni mshabiki wa Simba lakini umevaa tu jezi ya Simba kutumika kuisemea vibaya Simba. Taarifa hizi kikufikia kwa upande wako zinakuumiza kwa namna gani? Kabla wewe mwenyewe unajiona kwamba wewe ni Simba lakini watu wanasema wewe unatumika na Yanga, Mchome. Unajua iko hivi, ni tatizo sisi wanaosema hivyo sasa mashabiki wa Simba. Wengi hawajasoma. Tuache masiala. Mashabiki wa Simba wengi elimu chache na nampasua mwanao Mandala. Sasa Mandala si darasa la 7 hiyo. Kaka. Shabiki wa Simba form 4 nitajua unamjua. Form 4, niambie form 4.